Kwa hivyo ina maana ya kwamba sitaweza kuingia kwa undani ya kila mmojawapo. Lengo langu ilikuwa ni kufikia historia ya kanisa la Kiadventista, ambapo nitaanza kesho kuingia katika historia ya kanisa la Kiadventista tunapofika sikukuu namba ngapi? Inaanza katika sikukuu gani? Historia ya Waadventista inaanzia wapi? Sikukuu ya ngapi? Nambari ngapi? Inaanza ya ngapi? Ya 5 ama ya 6? Inaanza na 5. Tarumbeta inaanza kupigwa kwanza. Kuna mwaka tarumbeta ilipigwa ya kuandaa kuhusu siku ya upatanisho. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa lengo langu. Kwa hivyo ili tuweze kuelewa historia yetu kama wana matengenezo. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tutaweza kusoma kwa ufupi kuhusu sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, sikukuu ya first fruits na sikukuu ya Pentekoste kwa ufupi. Alafu kesho tuanze tarumbeta na tuingie katika historia ya Waadventista ya Wasabato na tuingie katika hizo misingi zote na vile mambo iliendelea hata tufike siku ya upatanisho ambayo sasa tupo na ni nini ambacho tunatakiwa kufanya. Kwa hivyo mtaniruhusu nianze kesho historia hiyo, lakini wacha tu tuende kwa ufupi kwa hizi sikukuu 3. Jana tulifanya sikukuu ya Pasaka na tukamwona mwana kondoo ambaye alikuwa anawakilisha nani? Yesu. Ni nini kingine tuliona ambacho kilikuwa kinafanyika katika mifano ambayo ilifanyika katika utimilifu? Kwa dakika moja tu, nani ataniambia ufanano parallel kwa ile sikukuu ya Pasaka na utimilifu wake? Kwa hivyo ya kwanza ile ilikuwa mwana kondoo, lakini sasa mwana kondoo ni nani? Yesu ambaye anatimiza yule kondoo wa kwanza. Nani atasema jambo lingine kwa ufupi yale ambayo tulijifundisha jana? Kwa ufupi, yes. Simama tu. Kuna ufananisho ambao tuliona kwamba ule mwana kondoo alikuwa anachaguliwa siku 4 mbele katika kabla ya kuchinjwa kwake. Tarehe ngapi? Asante. Kwa hivyo mwana kondoo alikuwa anachaguliwa tarehe. Sasa hujamaliza, sasa ikatimizwa aje? Yesu alichaguliwa siku kadhaa kabla ya kusulubishwa kwake. Hapo sawa eh? Asante. Nani mwingine? Naam, Ezekiel. Walipokula nyama ya yule mwana kondoo, mifupa ilipobaki ama nyama ilibidi chomwe yote ishe, na mifupa haikuvunjwa. Hivyo Yesu hakuvunja mifupa. Mwana kondoo hakuvunja mifupa, kwa hiyo hapa Yesu hakuvunjwa mifupa. Jambo lingine, yes. Huyo mwana kondoo hakuwa na mawa. Maandiko inatuambia yes. Yule mwana kondoo hakuwa na mawa, hata Yesu hana nini? Jambo lingine ambalo tulijifunza jana, yes, the best way. Kwenye nyimo ya mlango. Asante. Kwa hivyo ile kupakwa damu kwenye nyimo ya mlango pia ilimweka wapi? Msalabani. Asante. Na mwingine? Naam, Evans. Alafu Gilbert. Akisema yako utafikiria tu nyingine. Hatujambo? Asante. Mwana kondoo alikuwa anachinjwa saa 9 na Yesu akakata roho saa 9.
Asante. Yule mwanakondoo alichaguliwa tarehe 10, alitekwa na kondoo wengi. Kwa hivyo Yesu alipochaguliwa alitekwa na nani? Wayahudi. Sio ndio tulisema? Haya. Jambo la mwisho. Haya, mwanakondoo alichinjwa tarehe ngapi? 14. Yesu alisuluhishwa tarehe ngapi? 14. Asante. Sasa mwezi wa ngapi? Mwezi wa kwanza. Sasa sherehe ya pili inaitwa sikukuu ya mikate isiyotiwa, ambayo ilikuwa inasherekewa tarehe ngapi sasa? Siku iliyofuata hii ya jana. Ya jana ilikuwa tarehe 10 na ngapi? Kwa hivyo tarehe ya mbele ngapi? Kwa hivyo ilikuwa tarehe 15. 15. Nani ataniambia ilikuwa siku gani? Siku ya Sabato. Sawa eh? Kwa hivyo hiyo mkate usiotiwa chachu ilikuwa siku ya Sabato. Ilikuwa siku ya Sabato. Ilikuwa siku ya Sabato. Kwa hivyo nini ilikuwa inafanyika? Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilianza siku ya 15 wa mwezi wa kwanza. Hiyo tumeshika eh? Kwa tarehe 15 mwezi wa kwanza. Mkate usiotiwa chachu uliliwa pamoja na mwanakondoo wa Pasaka. Kwa hivyo mkate usiotiwa chachu uliliwa pamoja na kondoo wa nani? Wa Pasaka. Kwa hivyo tukisema chachu tunamaanisha nini? Chachu ni nini? Nini? Inafanya nini kwa chakula? Ifanye nini? Ifure. Kwa hivyo chachu imefananishwa na nini katika Biblia? Dhambi. Kwa hivyo wana wa Israeli baada ya Pasaka siku iliyopita wamekubali damu ya Yesu, sasa wapaswa kuwa na dhambi. Umeelewa hiyo? Kwa maana wamesafishwa na ile damu ya jana ya Pasaka aliyekufa saa 9. Sasa kuanzia hapo hawapaswi kuwa na dhambi, maana hiyo damu inawafanyia nini? Inawasafisha. Sasa hiyo ndio maana ya mkate isiyotiwa chachu. Nini ilikuwa inafanyika? Sadaka nyingi zilikuwa zinatolewa katika kila mojawapo, yaani ilikuwa inasherekewa siku 7. Yaani ilikuwa inasherekewa kuanzia Sabato mpaka Sabato. Siku ngapi? 7. Ilikuwa inasherekewa siku 7. Kwa hivyo sadaka nyingi zilitolewa katika mojawapo ya hiyo siku 7. Kwa hivyo sherehe ya mkate usiotiwa chachu ilisherekewa siku ngapi? 7. Sawa eh? Na kila siku kondoo moja, kondoo 7. Kwa hivyo siku ya kwanza na siku ya mwisho ya siku hiyo iliadhimishwa kama Sabato. Kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho, ya kwanza ni Sabato na ya mwisho ni Sabato. Lakini ya kwanza kati ya hiyo ilihesabiwa kuwa Sabato ya muhimu zaidi. Kwa nini ni ya muhimu? Kwa nini ni ya muhimu? Wacha tuone mahali Mungu ameadhimisha Sabato. Mara ya kwanza Mungu ameadhimisha Sabato wapi? Edeni. Sisi tulisoma Mwanzo 2:2 inasema Mungu alipumzika siku ya 7 baada ya kazi ya nini? Ya uumbaji, akaibariki na kuitakasa Sabato. So tunaona Mungu ameadhimisha Sabato. Hiyo ni mara ya ngapi? Ya kwanza. Mara ya pili katika mlima Sinai, mara ya pili Mungu anaonyesha uzito na umuhimu wa Sabato. Mungu alipotoa amri ya 4 alitoa kwa kuwa alipumzika siku ya 7 baada ya nini? Ya uumbaji. Kwa hiyo mara ya kwanza Edeni, mara ya pili mlima Sinai, mara ya 3 msalabani pale Kalvari. Wafuasi wa Yesu walistarehe siku ya Sabato kama ilivyo amri. Yesu alikuwa amepumzika kaburini kutokana na kazi ya mara ya kwanza katika Edeni. Wakati wa uumbaji Mungu alistarehe baada ya kumaliza kazi ya uumbaji, lakini hapa Yesu anapumzika baada ya kumaliza kazi ya ukombozi. Hiyo ni ya 3. Ya 4 itakuwa kule mbinguni.
ya kwamba wakati dunia itafanywa upya, Mungu atatangaza tena katika Isaia 66:22 ikisema kwamba na wanadamu wote watakuja waabudu mbele zangu. Wasema nani? Asema Bwana. Kwa hivyo baada ya Yesu kutolewa kama Pasaka Friday, akapumzika kuanzia siku ya sherehe ya mkate usiotiwa chachu, akimaanisha ya kwamba hizo chachu ameziondoa, na Wakristo hawapaswi kuwa na dhambi tena, maana imesafishwa. Na ya pili, amemaliza kazi ya ukombozi, kwa hivyo amepumzika. Kwa hivyo kwa ufupi, huo ndio sherehe ya sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Ninaharakisha ili tuweze kumaliza hizo sherehe, ndio kesho tupate nafasi nzuri ya kuingia katika historia ya Waadventista tunapofika tarumbeta ama sikukuu ya tarumbeta. Sasa kwa ufanano huo katika mkate usiotiwa chachu, jambo la kwanza, siku iliyofuata ilifanyika siku iliyofuata Pasaka, yaani siku ya 15 ya Abibu. Abibu tulisema ni mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Ilikuwa Sabato. Ilikuwa ni sasa ikatimia lini? Ikatimia kwa Luka 23:50 na ngapi? Wakati gani? Siku ya 15 katika mwaka ambao Mwokozi alisulubishwa, iliangukia kwenye Sabato ya Bwana siku ya ngapi? Ya Sabato. Kwa hiyo mwanakondoo alichinjwa tarehe 14. Yesu akasulubishwa tarehe 14. Mwanakondoo kuanzia hapo, siku ya mkate usiotiwa chachu ilifanyika tarehe 15. Yesu akawa kaburini siku hiyo. Kwa hivyo hiyo ndio ufanano. Tena ilikuwa tarehe 15. Kwa ufupi, Sabato ambayo Yesu alikuwa kaburini ilikuwa tarehe 15. Jambo la pili, usionekane kwamba mkate uliotiwa chachu. Wana wa Israeli walikuwa wanaambiwa kuanzia hiyo siku inafuata, chochote katika nyumba yako isiwe na chachu na kusiwe na chachu katika chakula. Hiyo ndio ilikuwa nini? Sheria. Umepata hiyo? Baada ya Pasaka, tunapoenda hiyo siku inayofuata, nini isipatikane nyumbani mwako? Chachu isipatikane. Na utimilifu wake, Wakorintho wa kwanza 5:7. Basi jisafisheni mkate wa zamani, mpate kuwa donge jipya kama mlivyo bila chachu, maana Pasaka wetu wamekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Baada ya sadaka kutolewa, kwa hivyo hatufai kuwa na nini? Chachu. Hata sasa hatufai kuwa na nini? Kwa ufupi tunasema chachu ni nini? Dhambi. Kwa hivyo hatufai kuwa na nini? Dhambi. Hiyo ndio maana yake. Jambo la mwisho, siku 7 utakula mikate isiyotiwa chachu, ili upate kuikumbuka siku ile ulipotoka katika nchi ya Misri siku zote ya maisha yako. Kwa hivyo tumesema sikukuu ya mkate usiotiwa chachu walitumia siku ngapi? 7. Nini maana ya 7? Ukamilifu, yaani usiwe na dhambi kwa maisha yako yote. Sasa hiyo tukikuja hapa, basi na tufanye sikukuu si kwa chachu ya kale. Kwa hivyo tunafanya nini? Sikukuu, lakini sio ile sikukuu ya kale. Gana nilisema we are not feast keepers. Si nilisema hivyo? Hatufanyi feast keeping. Kama tungefanya, sasa ingebidi tutafute mwanakondoo na tufanye mambo yote hayo. Lakini tumeambiwa tufanye sikukuu, lakini tuondoe chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya. Kwa hivyo chachu yetu ambayo tunaambiwa ni gani? Uovu na nini? Bali kwa mkate usiotiwa chachu ambao ni nini? Uovu na kweli. Hiyo ndio utimilifu wake. Tena siku zote, yani 7, yani kwa ukamilifu. Tufanye hivyo kwa ukamilifu. Wacha niende ya 3. Wacha niende sherehe ya 3. Sherehe ya 3 tumesema inaitwa nini? Sikukuu ya nini?
malimbuko sikukuu ya malimbuko, first fruits. First fruits ni malimbuko. Sasa ukienda kwa malimbuko, sikukuu ya malimbuko, malimbuko ni nini? Mazao ya kwanza ya shambani, mazao ya kwanza ya shambani. Kwa hivyo tunataka kuona mazao ya kwanza ya shambani. Hii ilikuwa inasherekewa tarehe ngapi? Pasaka ilikuwa inasherekewa tarehe ngapi? 14 mwezi wa kwanza. Mkate usiotiwa chachu 13 mwezi wa kwanza. Na hiyo malimbuko 16 zilikuwa zinafuatana. Tarehe 16 mwezi wa kwanza. Hiyo nadhani mpata hiyo. Tarehe 14, tarehe 15, tarehe 16. Haya, mwezi wa kwanza. Wakati mashamba ya nafaka ya dhahabu yalikuwa yamekomaa, yalipotangaza kwamba wakati wa mavuno ulikuwa umefika. Kwa hivyo mashamba ilikuwa imeiva, ikitangaza ya kwamba mavuno imefanya nini? Imekaribia. Kwa hivyo nini ilikuwa inafanyika? Wana wa Israeli walipokuwa wakisafiri kuelekea Yerusalemu kuhudhuria Pasaka, unaona ile Pasaka ilikuwa wanahudhuria tarehe 14, wanapotembea kila upande waliona mashamba ya shayiri na manjano. Shayiri ni pale na manjano ni wheat. Masuke yake yakiwa mazito kwa nafaka zilizoiva na kuinama kwa upepo. Yaani wanapotembea wanaona yameiva mpaka yamefanya nini? Sasa wanajua mavuno imefanya nini? Imekaribia. Lakini hakuna mudu ulioruhusiwa kuwekwa katika nafaka hizo. Hata kama wametembea waone imeiva, hawakuruhusiwa kufanya nini? Kuchuna hata kuvuna. Kwa sababu gani? Wala punje kukusanywa ili kuliwa. Hata atutoe moja uende kufanya nini? Ukila hivyo inafanya nini? Inaruhusiwa. Ninarudia tena. Wakati wanaelekea Yerusalemu kwa ajili ya sherehe ile ya kwanza ambayo ni gani? Pasaka, sawa wakipita kwenye hizi vitu iko kwa shamba, hawapaswi kufanya nini? Hata kama imefanya nini? Hawakupaswa, kwa maana hiyo ilikuwa ya sherehe yake. Sherehe gani hiyo? Malimbuko. Na kuna vile pia ilikuwa inafanywa, tutasoma mpaka malimbuko yalipokuwa yametolewa mbele za Bwana. Kwa hivyo kwanza malimbuko itolewe ndio uruhusiwe ufanye nini? Uvune na ukule na ufanyie chochote kile. Sasa hiyo ndio ilikuwa sheria, na tumesema ilikuwa inasherekewa tarehe 16 sherehe hiyo. Kitu ilikuwa inafanyika, ilikuwa inachunwa, inaitwa nini? Inaitwa masuke. Ilikuwa inashikwa, hiyo ndio malimbuko. Unachuna kidogo kiasi hicho, alafu inafanywa nini? Inapeperushwa mbele ya Bwana. Ilikuwa inapeperushwa mbele ya Bwana. Ni kuambia Mungu, tunashukuru kwa hii chakula tumepanda imeiva, na hata hivyo ndio ya kwanza tayari imeiva, na kuna zingine mingi ziko shambani so tunashukuru Mungu kwa hiyo kidogo ambayo. Kwa hivyo kuhani alikuwa anafanya nini? Ilikuwa huduma nzuri sana, kuhani akiwa amevaa mavazi yake matakatifu na akiwa na masuke machache ya manjano ya nafaka zilizoiva. Kwa hivyo kuhani alikuwa anavaa nguo rasmi ya kazi hiyo, anashika masuke. Masuke ni baadhi yake anayashika, alafu anafanya nini? Anapeperusha mbele ya Bwana. Alafu kuhani alisimama mbele ya madhabahu ya dhahabu akiyapeperusha masuke mbele za Bwana. Yale masuke ya kwanza yalikuwa ahadi ya mavuno mengi yaliyokuwa yakija. Hiyo masuke ilikuwa ya nini? Ahadi ya kwamba kuna nyingine nyingi zinafanywa nini? Zinakuja. Na kupeperusha kwake kulionyesha shukrani na sifa kwa Bwana wa mavuno. Hivyo ndio ilikuwa inafanyika. Sasa utimilifu wake ilikuja aje sasa?
ilikuja hivi. Tarehe 14 Yesu alisulubishwa. Tarehe 15 Yesu akakaa kaburini. Tarehe 16 nini ilifanyika? Yesu alifufuka. Kama nini sasa? Kama limbuko, kama limbuko. So kaburi ya asubuhi, Kristo ambaye alikuwa utimilifu wa mfano huo. Kwa hivyo Kristo ni nini? Anatimiza hiyo. Ndio maana hatusherekei hiyo sasa. Unaona kwa nini hatusherekei the feast of first fruits? Ni kwa sababu tayari time ilipatana na nini? Anti-time. Kwa hivyo Kristo ambaye alikuwa utimilifu wa mfano huo alifufuka kutoka kwa wafu na kuwa malimbuko ya hao wote walio lala. Sasa ilifanyika aje? Nataka tusome Wathesalonike wa kwanza 4:14. Wathesalonike wa kwanza 4:14. Na kila shamba la nafaka zilizoiva linalokusanya ghalani ni ukumbusho wa mavuno makuu ya mwisho. Wakati Bwana wa mavuno pamoja na kundi lake la malaika wavunaji atakapokuja kukusanya mavuno ya kiroho ulimwenguni, kama vile kozi ya kwanza ya nafaka ilivyokuwa ahadi ya mavuno yaliyokuwa yakija, vivyo hivyo ufufuo wa Kristo ulikuwa ahadi ya ufufuo wa wenye haki. Kwa maana Wathesalonike wa kwanza 4:14, kwa maana ikiwa tunaamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo hao nao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa hivyo Yesu alitolewa kama first fruits, sawa ikiwa ni ahadi ya kwamba, Wathesalonike wa kwanza 4:14, ikiwa ni ahadi ya kwamba kama Yesu alikufa na akafufuliwa, hata wale wenye haki watakuja kufanywa nini? Kufufuliwa. Kwa hivyo kuna mbegu ya kwanza ilikuwa inapelekwa kuonyesha kwamba kuna mbegu zingine zinakuja. Yesu alifufuliwa akaenda kwa Baba, akionyesha kwamba kuna wengine baadaye watakuja kufanywa nini? Kufufuliwa, wapeleke kwa Baba. Kuhani hakuingia hekaluni akiwa na suke moja la nafaka. Ati kuhani hakuingia wapi? Hekaluni akiwa na nini? Moja hivi. Alishika kadhaa. Umeelewa? Hakuwa na alishika kadhaa kwa mkono. Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Asante. Yesu alipofufuka alifufuka na watakatifu wengine. Mumeelewa kwa nini sio moja? Ni kadhaa. Kwa hiyo Yesu alipofufuka inapatikana wapi hiyo maneno mnasema? Mathayo 27:51 na kuendelea inasema Yesu alipofufuka alipokufa makaburi yalifanya nini? Yalifunguka. Kwa hivyo kwa ufupi Yesu alifufuka na watakatifu wengine, ndio maana ya hizo masuke sio moja. Mapema asubuhi ya siku ya ufufuo Yesu alimtokea Mariamu. Mariamu alianguka miguuni pake ili kumwabudu, lakini Yesu alimwambia usinishike. Yesu alimwambia nini? Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba bado, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie napaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Kwa maneno haya Yesu aliwajulisha wafuasi wake juu ya tukio kuu lililokuwa karibu kutokea mbinguni. Alitumaini kwamba duniani kungekuwa na mwitikio wa furaha hiyo kuu ya mbinguni. Kwa nini Yesu alikataa Mariamu amshike? Hakuwa ameenda kujionyesha kwa Baba. Tulisema watu wakienda Yerusalemu hawakupaswa kuguza nini mpaka hiyo siku ifike. Hata Yesu limbuko hangeguzwa mpaka kwanza aliwasilishe mbele ya Baba, kama vile
ile masuke ilikuwa inapeperusha mbele ya Bwana, ndio baadaye uruhusiwa uende uvune yale mengi. Ndio maana Yesu alimwambia Mariamu, usinishike, na akamwambia kwa sababu asimshike. Yesu alimwambia kwa nini asimshike? Mimi sijapaa kwenda kwa baba yangu, sijaenda kumwambia Mungu sasa mimi ni fast, si kwamba Mungu ajui, lakini sanctuary ilikuwa yaani hiyo mfano na utimilifu ilikuwa lazima iendane sambamba. Na kama Maria angemshika Yesu, kwa hivyo hata Waisraeli wangeruhusiwa kushika masuke kabla ya kufanya nini? Nadhani nimeelewa kwa nini Yesu alimwambia Mariamu usinishike katika Yohana 20:17. Hiyo maneno yanapatikana katika Yohana sura ya 20 mstari wa 17. Sasa Yesu alipojiwasilisha kwa Baba akarudi tena, si alienda akajiwasilisha mbinguni, na akafanya nini? Aliporudi aliruhusu kushikwa. Wapi hapo? Tukumbushe mahali aliruhusu. Siniambia Tomaso kama uniamini usinishike. Lakini hapa anaambia Mariamu usinishike. Lakini baada ya kujipeleka kwa Baba sasa anasema mnishike. Wakati alitokea wanafunzi, alafu Tomaso akamwambia siamini kama ni wewe. Yesu akamwambia kama huamini nishikeni muone kwa kuwa mwili haina. Hiyo ni kulingana na kitabu gani? Luka ngapi? Luka 24:39. Hiyo tu ni kuonyesha Yesu sasa ameruhusu afanye nini? Ashikwe. Lakini mara ya kwanza hakuruhusu, ni kwamba mavuno haingeruhusiwa kuvunwa kabla ya first fruits kupeperushwa mbele ya nani? Mbele ya Bwana ama mbele ya Mungu. Nadhani pia imeeleweka. Jambo la pili, hiyo tumeona ya kwamba alienda na mateka. Mateka ni wale ambao walifufuliwa pamoja naye. Desire of Ages, page 786, paragraph 1. Niko na swali. Picha hapo katikati kwenda ilikuwa Friday. Hapa ni Sunday. Swali nauliza, wakati hawa mateka walifufuka lini? Friday ama Sunday? Hebu tusome Mathayo 27:51 ama 52? 52. Mathayo 27:52. Nimeweka picha mbili tofauti, picha ya Friday na picha ya Sunday, ya tarehe 14 na tarehe 16 ya Aviv ama Nisan. Soma Ezekiel. Kiswahili nani kwa Kiswahili? Alafu mtu ajiandae kama nitasoma tu kwa Kiswahili, lakini unaweza andika Desire of Ages, page 786, paragraph ya kwanza. 27:52 nasema, acha nianzie 51. Natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Kwa hivyo atilini wakati, hebu rudia tena. Natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Sio ilikuwa saa ngapi pazia ikipasuka? Saa 9 Ilikuwa saa 9. Pazia la hekalu likafanya nini? Alafu toka juu hata chini. Alafu nchi ikatetemeka. Kwa hivyo nini ikatokea katika nchi? Nchi ikatetemeka. Tetemeko. Miamba ikapasuka. Miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Asante. Swali nauliza, walifufuka lini hawa wenye sasa walifufuliwa na Yesu? Walifufuka lini? Haya, tusome Desire of Ages. Umeshika hiyo? Haya, alafu ninaendelea kusoma Desire of Ages. Na alipofufuka
walitoka sasa pamoja naye. Walikuwa wale ambao walikuwa wametenda kazi pamoja na Mungu na ambao kwa gharama ya maisha yao walikuwa wameshuhudia ukweli. Sasa walipaswa kuwa mashahidi wa yeye aliyewafufua kutoka kwa watu. Kwa hivyo hata wanapoenda kwa Baba kujipresent, na nadhani Zaburi, Daudi ameandika katika Zaburi, sijui ni wapi, anasema malaika wafungue milango, wafungulie Yesu na wale nani anajua hiyo wafungu. Mali nasema kuwe na shangwe mbinguni, mkamfungulia mlango, anakuja na watu wengi. Yaani ilikuwa ni malimbuko, nimesahau ni wapi katika Zaburi. Kwa hivyo nani amepata 24? 24. Psalms 24. Basi hiyo fungu ambayo nimesema sasa, malaika na unajua Yesu na mbingu walikuwa wanatarajia wana wa Israeli wanajua hizi feast, walikuwa wanatarajia wanajua hizo sikukuu. Kama wangejua, kama wangeelewa, wangejua ni nini ilikuwa inafanyika Friday. Nini ilikuwa inafanyika Friday? Yesu alikuwa anafanywa nini? Anasulubishwa. Walijua anasulubishwa. Tuseme wana wa Israeli walijua Yesu anasulubishwa Friday. Lakini walijua ni kwa sababu gani anasulubishwa Friday? Hawakujua. Wao waliendelea kushika ile kondoo wake. Walijua Yesu atakufa saa 9. Hawakujua. Wao walichinja saa 9. Yaani walifanya contrary. Walifanya contrary. Siku ya pili hawakuelewa, na kama hawakuelewa ya kwanza, hawakuelewa ya pili, hata siku ya tatu hawangefanya nini? Hawangeelewa. Na Yesu alitarajia waelewe. Si nyinyi mnapelekana malimbuko hii siku ya 16. Mbona mmekosa kuelewa mimi ni limbuko? Si nyinyi mnapelekana kondoo huko. Mbona mmekosa kuelewa sasa mimi ni nani? Sasa hawakuelewa. Hawakuelewa. Umepata hiyo fungu? Basi na msoma tusikie. Inueni vichwa vyenu. Sasa hiyo ni mbingu. Inueni vichwa vyenu, Enyi malango. enyi malango. Naam, inueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Huyu mfalme wa utukufu ni nani? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Umemaliza? Verse 9 and 10. Kwa hivyo malaika wakasema mfungulieni mlango. Nadhani kuna fungu lingine inazungumzia pia wale ambao Yesu alienda na wao, wafunguliwe mlango wa mbinguni ili wapeperushwe mbele ya Bwana. Sio yaani waonyeshwe ya kwamba Mungu ndio hawa first fruits. Na hata hivyo kuna wengine wengi wanafanya nini? Wanakuja. Sijui kama mko miongoni mwao. Ile mafungu mengine jeshi kubwa. Wale tu walikuwa ni first fruits. Wale walikuwa ni first fruits. Kwa hivyo wacha tunimalizie hivi kwa sasa. Baada ya sasa ya malimbuko kupeperushwa, wanakuja kufanya nini? Sasa nini maana ya hii kuvuna? Utimilifu wake ni gani? Wakati Yesu atarejea mara ya pili na wenye haki wafufuliwe na wapelekwe wapi? Mbinguni. Sasa hao wenye wamebaki ambao ni wewe na mimi, ni hao wenye wamebaki wapi? Tunangoja kuvunwa wakati wake. Sawa wa kwanza walishavunwa. Sasa tumemaliza kwa kusema hivi. Katika mambo ya Walawi hiyo, malimbuko yalitolewa siku 3 baada ya Pasaka. Yaani tarehe ngapi? 16. Sawa Utimilifu wake Kristo alifufuka siku ya 3 na akawa malimbuko. Yaani ni type na antitype, mfano ama aina na utimilifu wake. Jambo la pili tumesema kuhani alipeperusha konzi ya nafaka, kichwa cha nafaka au omeri ya punje. Alipeperusha. Hapa katika utimilifu watakatifu wengi walifufuka pamoja na Kristo. Yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hivyo tulisema ya kwamba
kwani hakushika ile moja, alishika kadhaa. Hiyo kadhaa ni kwamba Kristo alifufuka na watakatifu wengi. Sasa hiyo ni sheria ngapi? Ya tatu tunapotoka ya tatu, naharakisha tu kwa maana kuna mambo mengi tunapaswa kuzungumzia siku ya kesho. Sasa tunaenda sherehe ya nne inaitwa, sio hiyo. Sherehe ya nne inaitwa nini? Sikukuu ya Ida, baada ya Pasaka, baada ya usiotiwa chachu, baada ya malimbuko. Tunaenda gani? Tunaenda Pentekoste. Tunaenda Pentekoste, ama kwa Kiingereza inaitwa Feast of Pentecost ama Feast of Weeks. Kwa nini inaitwa weeks? Walikuwa na hesabu wiki fulani. Wiki ngapi? Wiki 7, sawa Ilikuwa wiki 7 7 weeks times 7 inakuwa 40. Na sasa wanachukua ile siku ya 50. Sasa 50 inaitwa Pentecost. Pentecost ni 50, hiyo ndio maana yake. Pentecost, pente ni 50 ndio maana yake. Sasa hiyo ilikuwa sikukuu ya Pentecost. Sasa ilikuwa inasherekewa siku 50 baada ya ile ambayo imepita. Ilikuwa tarehe 16. So unahesabu siku 50 sasa kuanzia hapo, ambayo ilikuwa inaangukia tarehe ngapi? Ilikuwa inaangukia tarehe ngapi? Tumejua ni siku 50 sasa. Sasa ukianza tarehe 16 mwezi wa kwanza, uongeze siku 50, ilikuwa inakupeleka mwezi wa 3 tarehe 6 siku. Nadhani ni hapo. Hiyo ilikuwa sherehe ya Pentecost. Kwa hivyo nini ilikuwa inafanyika? Pentecost inapoitwa hivyo kwa sababu iliadhimishwa siku 50 baada ya kupeperushwa kwa malimbuko. So unahesabu siku 50. Ilikuwa sikukuu ya mwisho kati ya sikukuu za kila mwaka zilizoadhimishwa katika nusu ya kwanza wa mwaka. Sikukuu hii iliitwa pia siku ya majuma, yani Feast of Weeks. Yani unaweza sema sikukuu ya majuma ama sikukuu ya Pentekoste, kwa sababu kulikuwa na majuma 7 kati yake na sikukuu ya Pasaka. Pia iliitwa sikukuu ya mavuno kwa sababu ilikuja mwishoni mwa mavuno. Sikukuu ya majuma ilikuwa mojawapo ya sikukuu 3 za kila mwaka, ambapo wanaume wote wa Israeli walitakiwa kufika mbele za Bwana huko Yerusalemu. Kwa hiyo walikuwa wanaenda wapi? Yerusalemu, siku ya Pentekoste. Watu wote walikuwa wanaenda wapi? Ndio maana unaposoma Acts chapter 2, wakati wale mitume wananena kwa lugha nyingine, Biblia inasema nani waliwasikia? Makabila yote ya dunia. Kwa sababu gani? Sheria ilikuwa gani? Kila mtu wapi? Yerusalemu. Hiyo ndio ilikuwa sheria. Ndio maana Matendo ya Mitume nilisema hata nimewataja wote, nasema inawezekanaje sisi kusikia kwa lugha yetu wenyewe. Wana wa Israeli waliposafiri kuelekea Yerusalemu kuhudhuria sikukuu hii, kila upande wangeweza kuona mabaki. Hatuangeona nini sasa? Niliweka picha yenye sio mabaki, hiyo sio mabaki sasa. Ilikuwa mabaki ya ile mavuno ambayo ilikuwa imevunwa, yalikuwa yamevunwa na nafaka zilizoiva zilikuwa tayari kupigwa katika sakafu ya kupuria. So siku ya Pasaka walikuwa wanaona imeiva lakini hawaguzi. Alafu baada ya mavuno watakuja kuona yale ambayo yamesalia. Kwa hivyo wana wa Israeli wakati wa sikukuu ya Pasaka kulikuwa na kutokuwa na uhakika kuhusu mavuno yaliyokuwa yakija, kwa maana ukame au dhoruba ingeweza kuharibu kabla haijakusanywa. Yaani kulikuwa na uwezekano ya mimea mingine kufanya nini?
kuharibika. Sawa Maana yake ni nini? Hata baada ya kupeperushwa, hata baada ya kufanya nini, kulikuwa na uwezekano ya mimea mingine kufanya nini? Hiyo maana yake nini? Maana yake ni nini? Nani atajaribu? Nani atajaribu? Kwa hivyo pia nasi tunaweza jita ni Wakristo na tunaamini kuna malimbuko ishapeanwa, lakini ukose hata kufika, kwa maana umeshika na safari hiyo. Mmeelewa? Yes. Kwa hivyo hakuna uhakika kabisa kwa mimea nyingine, lakini hata hiyo nyingine yatafanya nini? Yatakusanywa. Lakini sasa huduma ya sikukuu ya Majuma ama Pentekoste zilichukua siku moja tu. Sadaka nyingi ziliwasilishwa hekaluni. Miongoni mwazo mikate miwili iliyotiwa chachu, ambayo iliinuliwa na kupeperushwa mbele za Bwana. Sikukuu ya Majuma ilishikwa kama sabato ya kila mwaka, na ilikuwa kusanyiko takatifu. Kwa hivyo tumeona ya kwamba siku ya Pentekoste kulikuwa na sadaka nyingi ambayo iliwasilishwa, na miongoni mwao ilikuwa ni mikate miwili iliyotiwa chachu. Pentekoste na mavuno ya kiroho. Kristo alipokwea kutoka duniani, aliwaagiza wanafunzi wake wafundishe mataifa yote. Walipaswa kupeleka Injili ulimwenguni kote. Wanafunzi waliona tu kikundi kidogo sana cha waumini kama matokeo ya miaka mitatu ya kazi ya kujitoa kwa Kristo. Lakini Pentekoste ilipofika kikamilifu, kwa maneno mengine, mbegu ambayo mwana wa Mungu mwenyewe alikuwa ameipanda wakati wa miaka 3.5 ya kazi yake yenye kuchosha, ndipo mavuno yakaja. Kwa hivyo Pentekoste ilikuwa kusherehekea mavuno. Kwa maana kwa miaka 3 Yesu alikuwa akifanya nini? Akihubiri, lakini alikuwa na watu wachache. Lakini siku ya Pentekoste ilikuwa imekuwa wengi. Yaani Pentekoste watu waumini wakawa wengi, na mnajua hata wakina Paulo mahubiri yao, wakina Petero, Yesu alikuwa amepanda nini? Mbegu. Sasa ilikuwa ni wakati wa nini? Wa mavuno ya kiroho sasa. Kwa hivyo nataka tuende kwa kulinganisha matukio hayo, taruka hizo. Tunalinganisha kwa kusema sikukuu hii ilifanyika baada ya majuma 7 au siku ya msingi tangu sadaka ya malimbuko. Ikatimia aje? Matendo ya Mitume 2:1. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, yaani majuma 7 kamili yalikuwa yamefanya nini? Yamepita. Kwa hivyo tangia Yesu kupaa kwenda mbinguni Jumapili tarehe 16, akakaa siku ngapi mpaka Pentekoste ikafanyika? Siku 50. Yaani yeye alikaa siku ngapi? Alikaa siku ngapi duniani? Alikaa siku ngapi? 40. Alafu baada ya siku 10 ikafika Pentekoste. Ikakuwa yote ngapi? 50. So ndio maana tunasema tangia malimbuko mpaka Pentekoste tuko na siku 50. Tangia Yesu kufufuka mpaka Matendo ya Mitume 2:1, mahali mitume walikutana katika jumba lile, ilikuwa siku ngapi? 50. Kwa hivyo hiyo ni mfano wake na utimilifu wake. Jambo la pili, wanaume wote wa Israeli walipaswa kufika mbele za Bwana huko Yerusalemu wakati wa sikukuu hii. Wanaume wote wa Israeli walipaswa kufika mbele za Bwana huko Yerusalemu sikukuu hii. Utimilifu wake, Matendo ya Mitume 2:7.
Watu kutoka sehemu zote za ulimwengu uliokuwa unajulikana wakati huo walikusanyika Pentekoste walikusanyika Yerusalemu wakati wa Pentekoste. Kwa hivyo tunaona wakati wanaume wote wanaenda hekaluni siku hiyo, pia utimilifu wake ilifanyika katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 7. Jambo la tatu, sikukuu ya mavuno ilihusisha malimbuko ya kazi zako ulizozipanda shambani. Kwa hivyo siku ya mavuno ama siku ya Pentekoste ilihusisha malimbuko ya kazi yako ulizozipanda shambani. Utimilifu, yaani ilikuwa ile sherehe ya kuona ya kwamba baada ya malimbuko kuna mavuno mengi ambayo umepata. Matendo ya Mitume 2:41. Utimilifu wa malimbuko ulikuwa roho 3,000, yaani mavuno ya kiroho yaliyokusanywa kutokana na kazi binafsi ya nani? Ya Kristo. Si Biblia inasema walibatiza watu 1000? Waliamini ama walibatizwa? Walibatizwa. Nadhani ukisoma hii Matendo ya Mitume 2:41 inasema walibatizwa watu kama 3,000. Hiyo ni mavuno. Jambo la 4, waliokuwa wakiadhimisha sikukuu hii katika aina walipaswa kufurahi mbele za Bwana na kukumbuka uhuru wao kutoka utumwani Misri. Yaani walipaswa kufurahi mbele za nani? Za Bwana. Utimilifu wake, wale walioshiriki katika sikukuu ya mavuno ya kiutimilifu walifanya wakati huo kuwa majira ya furaha kwa sababu ya uhuru wao kutoka katika utumwa wa dhambi. Kwa hivyo natumai ya kwamba mitume waliposikia wamebatiza watu 3,000, sio ni furaha sana. Kwa hivyo ikatimizwa hivyo. Jambo la mwisho, wana wa Israeli walipaswa kutoa sadaka kwa ukarimu katika sikukuu hii kulingana na jinsi Mungu alivyo wabariki. Wana wa Israeli walipaswa kutoa sadaka katika siku hiyo kulingana na vile Mungu aliwabariki. Na utimilifu wake, wote walioamini waliuza mali na vitu vyao na kuleta mapato kwa kazi ya Bwana. Kwa hiyo utimilifu wake ni kwamba mitume tunaambiwa waliuza waliokuwa nayo yote kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Bwana. Ikatimiza nini? Ati ile walikuwa wanatoa sadaka sikukuu ya Pentekoste. Kwa hivyo ikatimia kwa njia hiyo. Kwa hivyo hiyo tu ni kwa ufupi ya hizo sherehe 4. Kwa hivyo nataka tuingie katika sherehe nyingine ya beti ya sherehe ya 5. Sherehe ya 5 ama sikukuu ya 5. Ilikuwa sikukuu gani? Sikukuu ya 5 ilikuwa sikukuu gani? Sikukuu ya tarumbeti. Sikukuu ya tarumbeta. Sikukuu ya tarumbeta. Kwa hivyo tumejua hii ilikuwa ya kwanza, ilikuwa inasherekewa tarehe ngapi? 14 mwezi wa kwanza. Na hii ya pili 15 mwezi wa kwanza. Hii ya tatu 16 mwezi wa kwanza. Hii ingine kama mwezi wa tatu, yaani siku 50 baada ya ile nyingine wanahesabu siku 50. Na hii ya 5 ambayo sasa ni ya tarumbeta ilisherekewa tarehe ngapi? Ilisherekewa tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Kwa tarehe ngapi? Sikukuu ya tarumbeta ilisherekewa tarehe ngapi? Tarehe 1 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Tarehe 1 mwezi wa 7. Hebu tusome kitabu cha Hesabu
kitabu cha Numbers sura ya 10 mstari wake wa 2. Kwa kutii amri ya Mungu, Musa alitengeneza baragumu mbili za fedha zilizotumiwa kuita makusanyiko yao na kuongoza safari za wana wa Israeli. Makuhani waliopiga baragumu zote mbili, watu wote yaani wakati makuhani walipiga baragumu mbili, yaani hizo ni baragumu, ni trumpet, nadhani mnajua hizo zinaitwa baragumu, tarumbeta. Kama mbili zingepigwa, watu wote walipaswa kukusanyika malangoni pa hema ya kukutania. Hebu soma Hesabu 12, Numbers 10:2. Ilikuwa inasherekewa tarehe 1 mwezi wa 7 na ilikuwa inatumia tarumbeta, na wakati tarumbeta mbili inapigwa, watu wote wangekusanyika katika hema hiyo. 12:8. Jifanyie tarumbeta mbili za fedha. Jifanyie tarumbeta mbili za fedha. Utazifanya za kazi ya ufundi. Nawe utazitumia kwa kuwaita makutano wakutane. Na kwa kusafiri kwao yale makano. Alafu na hapo watakapopiga hizo tarumbeta, mkutano wote utakukutanikia wewe. Mkutano wote, kama tarumbeta mbili itapigwa, mikutano yote itakukusanyikia wewe Musa hapo mlangoni kwa hema ya kukutania. Asante. Kwa hiyo wakati tarumbeta mbili inapigwa, wote wanakuja. Lakini kama ni moja, Hesabu 10:3-8. Ikiwa baragumu moja tu ilipulizwa, wakuu pekee ndio waliopaswa kuitikia. 3-8. Nao wakipiga tarumbeta moja tu, na kama watapiga tarumbeta moja tu, ndipo wakuu walio vichwa vya maelfu ya Israeli, viongozi tu wa Israeli, watakukutanikia wewe. Kwa hiyo mfano, Mungu alipoita watu katika mlima Sinai, ni tarumbeta ngapi zilitumika? Kwa sababu gani? Ni watu wote haya. Mungu alipotaka kukusanya majeshi ya Israeli chini ya mlima Sinai ili kusikiliza kutangazwa kwa sheria yake takatifu kutoka katikati ya utukufu wa Bwana uliokuwa umefunika mlima, sauti ya baragumu ikalia kwa nguvu sana na watu wakatetemeka. Na wakati sauti ya baragumu ilipolia kwa muda mrefu na kuzidi sana kuwa kubwa, hata Musa mtu huyo mtakatifu alisema, ninaogopa sana na kutetemeka. Kwa hivyo hii baragumu ilipopigwa sana, tunaambiwa Musa, hata yeye Musa mwenyewe aliogopa na kutetemeka. Kwa hivyo tarumbeta wakati mwingine, haswa tarumbeta si kwamba ilikuwa inaleta hofu wakati wote. Wakati mwingine ilikuwa inakusanya watu kuambia maneno mazuri na mambo mengine kuwaonya na mambo mengine. Kwa hivyo tarumbeta siwezi sema ilikuwa ni ya kuwatisha tu ama kuwapea hukumu, ama wakati mwingine ilikuwa kuwaita kwa mambo mazuri, lakini ilikuwa inategemea vile hiyo tarumbeta itapigwa. Kuna vile ingepigwa unajua leo kuna mambo baya, kuna vile ingepigwa ungejua ni habari nzuri. Sasa hii ya Sinai ilipigwa mpaka Musa akafanya nini? Akatetemeka, akasema hata ninaogopa. Kwa sababu gani? Hata tarumbeta ambayo tutataka sasa kujifundisha uhalisia wake, ambayo William Miller alianza kupiga mwaka gani? Miller alianza kupiga tarumbeta mwaka gani? Maana sasa utimilifu wake inatupeleka kwa historia ya kanisa ya Kiadventista. Hii ilikuwa mfano ya kwamba tarumbeta ilipigwa mwezi wa ngapi? Wa 7 tarehe ngapi? 1. Hiyo ilikuwa mfano. Sasa nakuja kwa utimilifu, na nimewapea kwamba ni William Miller alianza kufanya nini. Sasa nikauliza alianza kupiga lini?
Hapana, sio 31. 18 sio 43. Sio 29. 33. Haya, wacha tuendelee kujifundisha hii ya zamani, alafu tukikuja uhalisia mtakuwa umejua ni mwaka gani, kwa sababu kama Waadventista wangejua feast, ndio maana ninafundisha feast, tuelewe ya kwamba inaendana na uhalisia. Ndio maana tangu jana nimekuwa nikifundisha sikukuu. Huenda labda unashangaa kwa nini nilikuwa nafundisha. Hapo ndio tutajua Waadventista kanisa la kweli ni gani. Na mwisho wa yote tutajua ni kwa nini tulijitenga. Unajua wengine wanauliza sasa kwa nini mlijitenga? Si mngetengeneza mkiwa ndani. Sasa nataka tuelewe hizi vitu. Ndio tuelewe Mungu alikusudia nini. Kwa hivyo kwanza tuelewe mwezi wa 7, siku ya kwanza ya mwezi, mtakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yote ya utumishi siku hiyo. Siku ni siku ya kupiga baragumu kwenu, tarehe 1 mwezi wa 7. Hiyo ni Leviticus 23:24. Siku ya pekee ya kupiga baragumu. Ingawa sauti ya baragumu ilisikiwa mara nyingi na wana wa Israeli, kulikuwa na siku moja kila mwaka iliyotengwa hasa kwa ajili ya kupuliza baragumu. Ijapokuwa hapa katikati baragumu ilikuwa inapigwa kwa mambo tu fulani yao, lakini sasa ilikuwa na siku ya pekee ya kupuliza, ndio ambayo tumesema. Bwana akasema, Hesabu 29:1, hatusomi, andika. Ninasoma tu hapa. 29:1 Numbers 29:1. Ninasoma hapa. Kuhusu siku hiyo Bwana alisema, mwezi wa 7, siku ya kwanza ya mwezi, mtakuwa na kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Ni siku ya kupiga baragumu kwenu. Hiyo tarehe 1 mwezi wa 7. Kila mwezi wa mwaka ulianza kwa sauti ya baragumu na sadaka 11 zikatolewa, lakini siku ya kwanza ya mwezi wa 7 pamoja na sadaka hizo 11 zilitolewa mwanzoni mwa kila mwezi. Sadaka nyingine 10 zilitolewa. Kwa hivyo kulikuwa na sadaka ambayo ilikuwa inatolewa. Sadaka zilikuwa zinatolewa kwa siku 10. Kwa hivyo kupiga baragumu mwezi wa 7. Mwezi wa 7 mtakuwa na kusanyiko takatifu. Ilikuwa kwa siku ngapi? 10. Kwa maana kuna kitu ilikuwa inafanyika siku ya 10 baadaye. Ni nini ilikuwa inafanyika siku ya 10 baadaye? Nini ilikuwa inafanyika? Upatanisho. Kwa hivyo hiyo tarumbeta ilikuwa yafanya nini sasa? Kuandaa hudi. Hii tarumbeta ya tarehe 1 mwezi wa 7 ilikuwa ya kuandaa kwa tarehe 10 mwezi wa 7. Kwa hivyo tarumbeta sasa hapo ilitumika kama nini? Onyo. Ilitumika kama nini? Na tahadhari, na kwa kuwaonya ya kwamba kuna kitu inakuja. Sasa na haswa tunaporudi katika hekalu tarehe 10 mwezi wa 7, kwa maana sasa nimeenda atonement ili nirudi hapa ili tuelewe. Nini ilikuwa inafanyika tarehe 10 mwezi wa 7 katika hekalu? Nini ilikuwa inafanyika? Atonement. Yaani atonement, maneno ya kupeleleza dhambi za wana wa Israeli si kweli? Kwa hivyo kwa wakati wetu tunasema kuna wakati wa hukumu ya upelelezi ilifanya nini? Ambao ni mwaka gani? 1844. Sasa ukishajua ni 1844 na urudi kwa ile chart yetu ya kwamba ilikuwa siku 10
tolewa tarehe 16, Yesu akafufuka tarehe 16. Vivyo hivyo tukifika hapa, kama atonement ilifanyika kuanzia tarehe 10 mwezi wa 7, hata hapa ni lazima ifanyika tarehe 10 mwezi wa 7, lakini kwa kalenda ya sasa ni sawia na kusema tarehe 22 mwezi wa 10. Kwa hivyo ni tarehe hiyo hiyo. Kwa hivyo zile ni siku 10. Kwa hivyo ukirudi nyuma kwa katika unabii, siku moja ndio na mwaka mmoja. Kwa hiyo ile siku moja kupiga tarumbeta ikafananishwa na mwaka mmoja. Sasa Mila alihubiri miaka 10, lakini si tunaambiwa alijifunza kuanzia mwaka gani kwanza? 1816, 1817, 1818. Alijifunza miaka ngapi? Lakini hakutangaza. Hakufanya nini? Mali sasa alianza kutangaza waziwazi ni kuanzia mwaka wa 1833. Kwa hivyo tarehe 1 mwezi wa 7 ni sawa na mwaka wa 1833. Hiyo ni sawa na kusema tarumbeta ikaanza kupuliwa. Sasa ile utimilifu wa sikukuu ya tarumbeta, utimilifu wake inakuja kuingia wapi? Wakati ujumbe wa malaika wa kwanza ambayo malaika wa kwanza anasema, maana saa ya hukumu yake imekuja. Kama vile wana wa Israeli walikuwa wanaambiwa mjiandae, maana hukumu inakuja. Walikuwa wanaandaliwa siku 10 kabla. Hawa wakaandaliwa miaka 10 kabla. Alafu kwa kweli sikukuu ya hukumu ikafanya nini? Hapo ndio ujumbe wa malaika wa kwanza inaingia. Sasa ujumbe wa malaika wa kwanza ikaingia kwa njia hiyo, kwa kuonya kwanza. Tukasema tarumbeta ilikuwa ya kusanya watu. Mila akakusanya watu. Aliwakusanya kwa njia gani? Aliingia katika makanisa, aliingia katika Methodist, Connection Church na hizo zote Baptist, hizo zote, hiyo inaitwa kukusanya. Na anapokusanya hapo na tarumbeta, hapo na onyo, Yesu anarudi, na hiyo ujumbe yote ambayo alikuwa nayo, hiyo ikaitwa ujumbe wa malaika wa kwanza. Sasa kwa sababu ya muda, kesho tutaingia sasa Mila alikusanya nani, alafu nini ikafanyika hizo tarehe, alafu Mungu akateua kikundi gani ambayo ilisalia, alafu Mungu akawapea nini kama Waadventista, alafu akawaambia nini kuhusiana na hizo misingi, alafu leo tuko wapi? Kwa hivyo kama hata Waadventista wangeelewa hizi vitu, wangeelewa ya kwamba misingi ya zamani bado tungesalia vile vile, ambao sasa ningependa tuangalie kuanzia kesho, tuangalie historia ya Waadventista kuanzia mwaka wa 1844 na kuendelea mpaka sasa, ili tuweze kuelewa type na antitype ya sikukuu ya tarumbeta, sikukuu ya upatanisho, alafu tumalizie sasa sikukuu ya nini? Ya hema, the Feast of. Lakini hiyo sasa itakuwa baada ya watu kuwa washindi, ndio watashiriki gani? Baada ya watu kuwa washindi watashiriki ile ya mwili. Lakini nataka tuangalie hizi mbili, ya tarumbeta na gani? Upatanisho. Sio tukielewa kesho na kesho kutwa sitakuwa mzuri, na tuelewe misingi ya Waadventista, na tuelewe kwa nini tulitoka kule na tuko hapa. Mungu awabariki. Kwa sababu ya muda, na najua kuna matangazo mengine yako leo, ningependa tuweze kumalizia hapa. Kwa hivyo tumemalizia kwa kusema, sasa wacha niende kwa ile summary yangu ya kusema ya kwamba baragumu ya ujumbe wa hukumu katika aina. Baragumu zilipulizwa katika Israeli yote zikiwaonya watu wote kwamba sikukuu ya upatanisho ilikuwa inakaribia. Hiyo ndio ilikuwa inafanyika pale katika kambi. Katika utimilifu tungetarajia ujumbe wa ulimwengu wote kutolewa kwa sauti kama baragumu. Kwa hivyo kuna ujumbe ambao inaenda kana kwamba ni baragumu inafanya nini?
inapigwa ikifanya nini? Ikitangaza kwamba wakati ulikuwa umekaribia, ambapo sikukuu ya upatanisho ya kiutimilifu, yaani kila mtu anasimama anahukumiwa kulingana na sheria, lakini hausimami physically, matendo yako yanapitiwa mbingu. Danieli akasema, nikaona mzee wa siku ameketi, nikaona mwingine kama mwana Adamu akija na mawili, nikaona malaika maelfu, elfu kumi mara elfu kumi wameketi, vitabu zikafunguliwa. Sasa tarumbeta ikaanzia hapo, ilianza katika mbingu kuanzia mwaka wa 1833 kuendelea mpaka mwaka wa 1844. Ujumbe huo ulitolewa ulimwenguni kwa sauti kama ya baragumu, ikatimiza ile ya sikukuu ya baragumu. Sasa baragumu nyingine ikapigwa, saa ya hukumu yake imekuja. Ujumbe wa malaika wa kwanza, na wakaanza kuelewa hiyo chati ya 2300 years. Tukaona William Miller akijiunga na mamia ya wahudumu wengine huko Marekani na kutangaza hiyo ujumbe ya Ufunuo 14 kuanzia 6 mpaka 7, ambayo inaitwa ujumbe wa malaika wa kwanza. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni aweze kubariki, tukianza na Miller hapo kesho, na tukiangalia misingi yetu na jinsi pia shetani ameng'ang'ana kupigana na kanisa hili la masalio. Mungu wa mbinguni awabariki. Tuweze kusimama na wimbo wetu wa mwisho. Msalabani pa Mwokozi kutuongoze. Msalabani pa Mwokozi. Sing. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba ukombozi.
wetu unayetupenda, tunakushukuru tena kwa sababu ya wakati huu, baada ya kutufundisha na hata kwa kurejelea sikukuu ya wana wa Israeli, kwa maana kwa kutufundisha mambo hayo tunaweza kuelewa hata na wakati wetu kitu ambacho ama mambo ambayo yanatendeka kwa kulinganisha na yale ambayo yalitendeka, maana ilikuwa ni unabii wa kipekee ambao ungeleta utimilifu wa kipekee. Asante kwa sababu hata tumefikia mahali kugusa kanisa lako, tumefika mahali tunaona unataka kuweka misingi ya kanisa. Tunaomba ya kwamba tunapoendelea kujifundisha maneno haya, mwisho wa yote tuweze kujua tunaishi katika kipindi gani, na tuweze kujua kanisa lako Mungu ni lipi na misingi yake ni yapi. Baada ukitufundisha hayo Mungu wetu, tutashukuru na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo mara ya pili, atakapokuja kuchukua mavuno mengine baada ya malipuko kuwasilishwa na kutukaribisha katika sikukuu ya mwisho ya makambi ya kukaa na Mungu pamoja na Yesu milele na milele. Jina lako litukuzwe hata tunapoenda kulala. Ikikupendeza tukutane tena asubuhi kwa ajili ya mafundisho mengine. Kwa pamoja nasi, maana ni katika Kristo tunaomba na kuamini.